salana melaniwa amefukuzwa peponi kwa hizaya ametolewa amefukuzwa peponi kwa hizaya ametolewa mzuri sana nabia kaswida mabrur kaswida mabsuti hiyo ambayo kwamba ilitungwa miaka takriban 20 iliyopita ikiwa imetoka maeneo ya Lamu ambapo kwamba inagusa wengi wakiwa mwenyewe Khamis Abdallah ambaye kwamba tuko naye hapa studioni mvuvi mwenza pamoja na mama yetu Madina Eid ambao kwamba tutarajia tukifanikisha vyema kipindi kama hichi ingawaje kumekuwa na misukosuko tangu majira ya alfajiri kulingana na ile ajali ambayo kwamba iliweza kutokea katika barabara hii kuu ya Thika Road ambapo kwamba takriban watu wawili wanasemekana wamefariki akiwemo mwanajisiriamali mmoja wa kike ambaye kwamba alikuwa akifanya shughuli zake miaka 22 lakini ala kule hali ndio tunawasihi madereva wetu katika msimu kama huu wa mvua waweze kujitahadhari wapeleke magari yao polepole wakiangalia wawe waangalifu. Side mirror pale huwa ni kama 3-4 wawe ni wenye kuangalia mbele nyuma katikati lakini ala kule hali. Khamis Abdallah, vipi hali yako? Wala nashukuru. Naona afya sijui kulikoni ni mchezo wa jana usiku. Mwanzo mimi mwenyewe sijihisi vizuri na mchezo wa jana usiku pole ukazidi kunipa tumbo joto lakini ndo hali ya mpira. Kila kuli hali pia nimeweza kupokea habari za kifo nyumbani. Mita yangu Mitabambori nafikiri mlinzi wa zamani kwenye ikulu ya rais miaka hiyo ya nyuma nafikiri mwaka 2002 kama sijakosea manyuma miaka 1969 hapo miaka ya nafikiri uongozi wa mheshimiwa mwenda zake na mwingia Torotich Daniel Arap Samoei Moi Red Beret wa zamani miaka hiyo Hamisi Zarambo mmoja watu ambao kwamba walikuwa wanahamasisha vijana wengi kuingia katika jeshi kuu la polisi hapa nchini Kenya. Ameaga dunia jana baada ya swala al-fajr. Nasikia alikuwa amelala tu. Kwa hivyo kalala Madina na ndio hivyo hajaamka tena. Kwa hivyo nafikiri makiwa sana kwa familia ya Hamisi Zarambo iko Mitabambori eneo Bonge la Nyali na ni habari za vifo. Nafikiri kifo ni chetu Madina na Samir sote tuko duniani ili tufe. Na habari ambazo mimi mwenyewe pia zimenikwaza lakini ala kuli hali wanasema binadamu anapangua lakini Mungu anaamua. So sote tuna mipango ya kufanya mambo mingi lakini je Mungu anatupa maisha ama je Mungu atatupa nafasi ya kufanya yale mambo tunatarajia kuyafanya? Nafikiri ndio mambo ambayo kwamba yanajiri lakini ala kuli hali Madina. Bila shaka kwanza tunawapa pole familia mwenda zake. Mwenyezi Mungu amrehemu yeye pamoja na wote waliotangulia mbele ya haki. Kwa kweli sote ni maiti watarajiwa. Tujiulize hadi kufikia sasa, je, tumefanikisha yote mema? Uko tayari kukutana na muda wako ama vipi? Ni maswali ambayo tofauti tujiulize. Alafu ukisikia kifo basi iwe funzo kwako. Uanze kujipinda, rekebisha mienendo, mema yote zidisha, maovu yote epukana nayo ili mida ikitimu Mwenyezi Mungu akujalie mwisho mwema. Na vile vile kuchukua wakati ambapo ameridhika na wewe na naomba Mwenyezi Mungu atuzidishie sisi ambao tumebaki hai afya njema, uzima, umri mrefu wa heri. Na mida yetu ikitimu atuchukue wakati ambapo ameridhika na sisi atujalie sote mwisho mwema. Mwenyezi Mungu namuomba azidi kutuongoza sote katika njia iliyonyooka, tumudu kufanikisha yote mema kwa sababu huyu mwanadamu anasahau haraka. Kweli. Kifo leo unazika, baada ya siku 2-3 ushasahau na rejelea yale. Sijui mbona wanadamu tuna hii sifa ya kusahau haraka. Sijui kuna baadhi ya mtu aliuliza Madina siku nafikiri Samia tawiana na mimi katika masuala ya dini kwamba hata binadamu leo hii akapewa nafasi akafa tena akafufuliwa kurudisha katika dunia kama hii basi atasahau yale yote aliyopitia, uchungu wa mauti na nini, kaburi yote atasahau, atarudi vile vile alivyokuwa. Nafikiri ndio binadamu kulingana nafikiri marati mbalimbali sasa wanavyosikika na wanavyosema ni kwamba binadamu hata akapewa nafasi leo hii Madina amekufa, uchungu wa mauti ameupata na nini kila kitu, lakini leo atarudishwa katika dunia kama hii atafanya yale aliyokuwa akifanya. Kweli. Na kwa faida ya msikilizaji pia ni kwamba tukiangalia kisa ambacho kwamba tumeweza kupata sasa hivi ni kwamba kila wakati yani tujikumbushe kwamba maisha kama haya ambayo kwamba tunaishi malengo yake ni gani, kwa sababu ndio unaambiwa penda ukiwa hai, tenda wema ukiwa hai, ishi na watu vizuri ukiwa hai. Wakati uko na siha na afya njema fanya yale ambayo kwamba yanastahili. Maana kama huyu ameweza kulala tu
hajaugua pengine hajalazwa. Kifo hakina hodi. Nafikiri mimi nilivyoambiwa kuna kijana fulani ni wa mitaa yangu anaitwa jina la Said Side. Nilikutana naye jana mitaani hapa. Akaniambia, "Bado na habari gani?" Basi nyumbani kwa sababu Hamisi Zarambo alikuwa kama mtu ambaye kwamba amehamasisha vijana wingi kuja kwenye jeshi kuu la polisi, vijana wingi sana mtaani. Sababu ya miaka hiyo ya nyuma alikuwa ni miongoni wa walinzi walikuwa kilinda kwenye ikulu ya rais na mheshimiwa mwenda zake Moi. Wakati wao wakituambia Moi kwa kiamka na wasali vijana, habari zenu, mko salama? So watu wengi walikuwa na ile motivation, kwa unaweza unaona paka rais ukiwa tu mlinzi hivi hivi. So vijana wengi walitamani kufanya hatua zake. Na wajua katika maule nilivyosikia na nilivyosoma katika vitabu ni kwamba wakati ule si kama sasa kwamba rais waweza mtukana, waweza fanya lolote. Wakati kama huo hata kuzungumza tu rais, wazee walikuwa nakimbia vichakani kule, waliingia mitini. Si rais, lakini kama privilege kama hii wao waliweza kuipata. Basi waliona wako kule katika top level sana. Sasa vijana wengi nafikiri ilikuwa ni kama hamasisho. Na alikuwa mwanzo Red Beret, na baada ya kuwa Red Beret ndo baadaye mheshimiwa rais akawachua ikawa ni walinzi kwenye ikulu yake pale hapa jijini Nairobi. So nafikiri hatuna mengi isipokuwa Mola wetu rehema zetu na ukae wema palipo na wewe peponi, amina. Wale wote waliofikwa na msiba, Mwenyezi Mungu awape subra wakati huu wa huzuni. Haya, na la kulli hali Hamisi Abdalla, na swali kwako hapa. Mwisho wewe ulienda live lini mwanangu? Mbona hilo swali la uchokozi? Si la uchokozi, maana kuna taarifa ambazo kwamba nimeweza kuzipata kutoka nchi ya China, ambapo kwamba pia tunajua Hamisi Abdalla na familia kule. Kuna kampuni moja ambayo kwamba wafanyakazi wao wote wamewapatia leave ya mwaka mzima na wamewalipa mishahara yao, na yani wamefanya kila kitu kama kwamba yani wako kazini, lakini wamewapatia leave ya mwaka mzima. Sasa ndio tunataka kujua pengine mwisho wewe kwenda live angalau uende ukapate reset kwa sababu Dina tunamjua amerudi tu juu. Dina amekuwa live kafikiri nafikiri mwaka hii kama sijakosea. Kama mwaka nafikiri maana mpaka bali sina amani hapa ndani. Maana kipindi Madina roho yangu kidogo imetulia. Kama mama yangu kama dada yangu mkubwa. Lakini kipindi hicho kwa sina amani na hivyo ndio mwenyewe. Nilikuwa nikituma salamu kila siku, jamani Madina vipi? Madina kusema na mashabiki walikuwa kituma sana. Madina Idi vipi jamani? Mbona ile nyinyi wapambe tena hayo. Tueleze. Sasa umepewa leave kwa misingi gani mwaka mzima? Ndio sasa kwa mfano mimi nilienda kujifungua nikarudi. Wao sasa wanaenda kufanya nini? Wameambiwa pengine tu katika vile wengi wao wanajituma asubuhi kucha wakiwa yani wanafanya kazi kwa bidii sana, angalau waende wapumzike. Warudi mwaka ujao yani wakiwa wako vizuri. Sasa nani amebaki kufanya kazi katika ile kampuni? Sasa bado ndio pia hawajui, manake pengine labda sikufutwa wale. Ndio hapo swali liko hapo. Pengine wao wanadhani labda ndio kufutwa, kwa sababu wengi hata huwa kwenda wiki mbili tu hawataki. Baadhi ya watu akienda hata wiki moja ajua pengine kuna nini hapa? Nimeacha nani kule? Ikirudi pengine kuna mtu atapiga kazi kuniliko. Nafikiri wanahofia sana. Ama ni robot ambao wataanza kufanya kazi. Labda ni testing. Bado kwa sababu wengi wao wanatumia akili zao. Ni manpower yenye ni akili lazima itumike. Ingawaje pia machines zatumika. Ni kama vile hapa tu. Nikidhani tukileta machine sidhani atazungumza kama Hamisi Abdalla, lakini atazungumza, lakini si kwa ufasaha na kindani zaidi kutueleza yale mambo ambayo kwamba pengine yanamhusu huyu mwananchi wa kawaida. Mimi nadhani ya kufukuzia kwa Bitoka. Wamefukuzwa sababu mwaka sijaonapo live ya mwaka mzima. Sijaonapo tangu nzaliwe. Nasikia live hata mimi live miezi mmoja, miezi miwili, baadhi ya watu hata miezi mitatu, lakini mwaka mzima labda kuna kitu kwenye kampuni. Pengine kama ni huo mwezi mmoja ndio inaitwa annual leave kwa wale wanaofanya kazi. Sick leave ni siku 14 peke yake. Maternity ndo miezi mitatu. Sasa hiyo ya miezi. Na pia kuna paternity ya waume. Siku 14 pia. Hamna bahati. Wiki mbili tu mwarudi kazini. Kwa hivyo ukitaka paternity za mwili ziandae wiki zako mbili. Yote 9-10 mpendwa msikilizaji. Mimi najihusia na nahusia wenzangu. Hebu tujitahidi tuepukane na hii hofu. Yaani wanadamu tuna hofu wewe kupita kiasi. Na ndio nadhani dua zetu, yani tukifanya kitu akifanikiwa kwa sababu una hofu, yani katika moyo wako una hofu hata nikifanya hiki hakitakwenda. Na ilali tuwafaa tuwe na imani thabiti kuwa na ikhlas ya juu na yani kuwa na imani
ya kweli kuwa mwenye riziki nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli. Na riziki yako ni yako, hailiwi na mtu yote. Kwa hivyo siku zote tusibabaike na riziki zetu. Tusibabaike. Kama ni yako ni yako. Madina, kuna baadhi ya watu nimewahi kuwasikia katika uratibu na kuelezea katika ufasaha wa riziki, wanasema ya kwamba hii riziki ni kitu ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndo anakipanga. Kwa hata mwisho wa siku ufanye nini kile ulichoandikiwa ndio kile Allah atakachokupa. Kwa hivyo lao wewe utakuwa na wasiwasi, utakuwa na kwamba leo nitakipata hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala yuahidi atakufanya utakuwa kama mbwa koko, utahangaika wewe kote, lakini kile kinachokuandikia ndio kile utakuja kukipata. Kwa hivyo mwisho wa siku jamani, tusibabaiki na riziki zetu. Kweli. Kwa baadhi ya watu leo hii ukipigiwa simu na bosi wako tu roho inakuuma, ushaanza kuhara nyumbani kuhuelewi kuna nini. Tusibabaike jamani na riziki zetu. Na ndio maana pia tunaambiwa kwamba pengine leo ile simu ambayo kwamba leo umeipangia unga ule wa pembe ambao kwamba wataka utumie ule tangu wewe ufikisha hapa kinywani, kuna yani baadhi ya pahali zimepita kwa sababu ilitoka katika kampuni ikaja katika ghala ikatoka shambani. Sasa hizi steps ambazo kwamba zimeweza kufollow ni wewe kwamba ulikuwa umeandikiwa tangu ikiwa shambani. Hii riziki ni yako. Mimi nashangaza kitu kimoja. Naam. Naam. Mimi katika ndoto zangu Madina sijafikia hata siku moja nitakuja kukaa na Samir wala na Madina leo hii. Tufanye kipindi. Acha vipindi tulivyofanya vyote hata leo hii hivi tumekaa hivi. Sijawahi fikiria hata siku moja. Maisha riziki Mungu anapanga kwa kila hatua. Kweli. Leo kutakuwa hivi, leo kutakuwa hivi. Yaani kile kitu kina hekima yake Samir. Hata kwa jinsi ulivyokaa wewe hapo Samir ina hekima yake. Ndio kadari. Nafikiri watu waelewe kwa asilimia kwamba riziki jamani ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli. Hivyo basi turidhie hali ilivyo na imani zetu ziwe thabiti. 0727444454 au 0738648881. Ingia hewani, tuma zako salamu kwa ndugu jamaa na marafiki. Wacha twende mapumziko mafupi, tumakinike, alafu tarejea muda usio kwa mrefu. Salile Muhammad
Msikilizaji, tukizidi kusonga mbele na sisi Ngomimba jamani, sema swali Muhammadi ameipiga kinyumbani jamani, kichidida nchi dide kama navyo ambaye wewe ambanzi unabi yako ndio Madina hicho kidigo ama kigiriama kidigo, maana swali Muhammadi mchidigo. Unajua hizi lugha unajua kabisa leo acha kuelimisha kidogo hizi lugha. Unajua mdigo halisi la mimi mpogoro mimi mpogoro sawa, mimi mpogoro na Mnyamwezi wa Tanzania, lakini kuna baadhi ya familia zimeingia digo huku Mkongani. Mbona akina hao wao wakubali? Nani hao? Hawakubali. Kama nani? Kama Halisadi. Kwa simu naona sababu zimekuwa nyingi hapa. 0727 444454 0738648881. Ikra FM, hello. Hello Ikra FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Naam, huyu kwa majina ni Isa Suleiman Ndungu nikiwa huku sehemu za Kabiti, Murang'a County. Karibu Isa Suleiman Ndungu. Isa Suleiman Ndungu. Kipindi najua ni kipindi kile kile tukipendacho kabisa, kipindi cha salamu za Masareheri. Naam. Kwa kweli kabisa, shukrani sana, alhamdulillah tuko salama. Na vile vile nikiingia kwa upande wa salamu, kwanza nishukuru sana kwa huo wimbo ambao kasida ambayo iko na maneno ya nguvu, maneno ya kutia moyo, maneno ambayo yanamrudisha pale mwanadamu anatakiwa kuwa. Mwenyezi Mungu awabariki hawa ambao watunzi wa hiyo kasida, na vile vile Mwenyezi Mungu awabariki kwa kuwapatia sauti nzuri kabisa. Bila shaka kwa upande wa salamu, Madina Idi hapo na mtangazaji mwenzio hapo studioni, tumepokea, shukrani. Sijamjua, lakini siku moja Mwenyezi Mungu atanibariki nitakuja nimuone. Karibuni nyote. Alhamdulillah, shukuru sana watangazaji wote tangu tulipokuwa kule Adam Saket. Naam. Na vile vile kuja sasa mpaka hapo Saudi B Al Huda. Naam. Watangazaji wote, maneja wetu, wapenzi wote wa kipindi na wapenzi wote wa redio yetu ya Ikra FM, Mwenyezi Mungu aibariki kabisa, na sisi Wakikuyu wote tuwafurahi sana kwa station ya Ikra kutupatia dakika 60 za kipindi chetu cha Kikuyu siku ya Ijumaa. Bila shaka, shukrani sana. Usipotee tena. Ikra kwa baraka zile ambazo hazina kifani na haziwezi hesabika. Shukrani sana. Msalimie ustadha sana. Ustadha nitamsalimia kabisa na tutakuja karibuni dada yangu wote tutakuja mpaka Ikra siku moja. Mwenyezi Mungu atupangie siku ya kuja. Amin. Waislamu wote, wapenzi wote wenye kushiriki kwenye kipindi chetu, na wote wapenzi wa Ikra FM kwa ujumla, Waislamu wote na wasalimu na niwaambie ya kwamba salamu ni kitu cha heri kabisa, manake salamu zilipatiwa Bi Maryam halafu akamzaa Nabii Isa ibn Maryam. Kwa hivyo salamu ni kitu cha maana na ni jambo ambalo linatakiwa mtu aweze kujua ya kwamba hakuna kifunguzi, ni funguo nzuri sana katika walimu wote katika dunia na makabila yote na nchi zote. Salamu ni kitu cha heri sana. Kwa hivyo nasalimu Waislamu wote. Shukrani. Abu Muhammad bin Juma na Mariamu wa Pangani na mother wa Ikra ambaye ni Amina wa Umoja, wote bila kuwabagua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bila kumsahau Samira Angaroro. Shukran. Ni Ndongo kutoka Kambiti. Anaitwa Yusuf Ismail nani? Ndongo. Kwa vile Yusuf Ismail Ndongo Bila shaka alisilimu, alipenda dini. Mwenyezi Mungu akamjalia mke ambaye ni ustadha. Mashaallah. Ustadha Aisha Wangari. Ustadha Aisha Wangari. Pia alisilimu Aisha Wangari naye. Aisha Wangari alisilimu miaka 40 nyuma. Kwa hivyo wale walisilimu wamepatana. Na wanaendeleza dini, wamesilimisha wengi. Mashaallah. Kwa sababu ustadha anatoa mawaidha kutoka zote. Haswa Kikuyu, ameamua acha nirudi nyumbani
kule nilikotoka nilinganiane nini, angalau sote kwa pamoja kesho tuingie peponi. Kwa kikundi wale tunaita watu wa Mrima. Tuliambia watu wasiuguze Mrima. Watu wasiuguze Mrima jamani. Mungu awazidishie furaha, amani katika ndoa yao, awezeshe wahudu kulingania dini. Yaani Wakikuyu wote wasilimu. Inshallah, inshallah. Tunawapongeza. Kuna habari za tanzia ambazo kama nilipata kutoka mama yangu kutoka Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Kule kumeweza kufiwa na alikuwa waziri mkuu pamoja na alikuwa makamu wa rais wa kwanza wa Tanzania, namzungumzia Cleopa Msuya, ndio kwamba ameaga leo akiwa na umri wa miaka 94. Cleopa Msuya mwenyewe. Ni katika baadhi tu za taarifa ambazo kama nimeweza kuzipata, na ningesema tu kwamba ni pengine wasikilizaji wasikilize na wajue kwamba kule ambapo kwamba umesema Ngazija iko kule Tanzania, waweze kuipatia hii history, kwa sababu sisi sote kuna pahali tulitoka. Katika ukisoma vitabu ambapo wengine pengine tulitoka kule Kongo Basin, kuna wengine waliotoka Sudan. Bahr el-Ghazal, kina Madina Madina Msudani, huyo ni Msudani, ni mzito wale wazito, ndio Sudani wazito wenye mafuta yao. Tanzania wewe. Hivyo kuna baadhi ya watu, kuna hizi lafudhi na lahaja pengine zimeweza ni kuwa na utofauti. Ukiangalia hata katika hii gema kuna baadhi ya makabila ni mengi, hata watu wa Ukambani pia kuna baadhi ya majina maneno wakiyazungumza pengine yana tofauti, huku yamaanisha jambo fulani. Sababu kuna kipindi nimewahi kufanya interview na kufunza zamani wa timu ya taifa Harambee Stars, namwangalia Ghost Mulee. Alituambia kwamba yeye origin yao hususan sababu watu wengi walimwambia mbona Ghost unakaa kama Mkongo. Wengi wanasema hivi. Nafikiri Madina tumewia na sawa. Kwa nini Ghost Mulee unakaa kama Mkongo hivi? Mkongolezi. Alisema Wakamba origin yao hususan basic imetoka Kongo. Wakamba. Ufuatiliwe vizuri hii. Na hii ni challenge, wala hii ni challenge na hapa. Walifika vipi huko? Na kuambia mimi mwenye sisi mpaka leo nashuka. Mpaka leo rahani nashuka. Lakini tumwite wakili hapa atafanulia hili kama vipi. Tuchukue simu ndani ya 0727444454 0738648881. Iqra FM, hello. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lukman hapa, vipi hali studio? Alhamdulillah Lukman. Mambo nambaje Luku? Naam, salamu zangu zote kwanza nawaendea mashabiki wa Iqra FM. Alhamdulillah. Hapa kipindi cha salamu za masal khair. Halafu kabla niondoke kidogo basi nifanye tanbihi. Kuna aya katika sura ya 30 suratul Rum ambayo Mwenyezi Mungu ameanza kwa kutaja jina lake Allah ambalo haliwezi kutumika na mtu yeyote, kisha mwisho wa aya alimalizia kwa sifati ambazo ni wa huwa al-alimul qadir. Yeye ndio mwenye kujua kila kitu, ni mtambuzi wa kila jambo na ni mwenye kukadiria kila neno. Aya yenyewe ni aya 54 Mwenyezi Mungu aliposema Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Yani Mwenyezi Mungu tukiangalia katika tafsiri ya Sheikh Abdullah ibn al-Muhsin al-Turki inaitwa Al-Muyassar, akifasiri maneno haya anasema Allahu alladhi khalaqakum min al-ma'i dha'ifin muhin wa huwa nutfa. Yani Mwenyezi Mungu ndiye ametupatia kutokana na maji ambayo kwa ni dhaifu na ni yenye uhakili na maji yenyewe ni mani. Tafsiri min ba'di dha'fi thumma ja'ala al-tufuha wa tarjula. Yani baada ya sisi kutokana na udhaifu wa yale maji dhaifu akatufanya sisi ni vitoto vidogo dhaifu, kisha akakuja akatufanya marijali, watu wenye nguvu. Akatoka kijana akaanza kujiita simiti, watu wanamwongeza maji, yani yeye ni ngumu. Akatoka dada mabinti wako tabiti mpaka wakajiita majiva. Ndio hiyo stage sasa mtu amefika anakuwa ni kubwa kabisa rajul. Alafu akaendelea tafsiri akasema thumma min ba'di hadhihi al-quwwa al-kubra wal-haram. Kisha baada ya huu jana na nyingi na nguvu nyingi ambazo kwamba mtu anakuwa nazo
Leo mtu anapiga pengine ya nini anakuja na kwa mkizere mpaka hata sahani moja ama matonge mawili hawezi kumaliza, wala hata gunia hawezi kunyanyua. Uzee unamwingia na anapata uzee. Alafu akasema yakhluqu ma yasha, akafasiri akasema yakhluqu ma yasha min al-dha'fi wal-quwwa. Yani Mwenyezi Mungu anaweza umba chochote kutokana na dhaifu kikakuwa na nguvu, au kutokana na chenye nguvu kikakuwa dhaifu. Waona hizo hali mbili. Naam. Kisha mfasiri akasema wa huwa al-alimu bi khalqihi, yani yeye ni mjuzi kwa vile vitu ambavyo kwamba yeye anaviumba, anavijua vizuri sana. Kwa hivyo mimi nitatoka kidogo, nikiondoka niache na riwaya moja kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anasema, na hadithi hii inahusiana sana na mambo ya umri. Anasema tatanim khamsan kabla khams, shikamana na mambo matano kabla mengine matano. La kwanza akasema hayatu kabla mautik, mtu aangalie mauti yake atumie vizuri uhai wake kabla mauti yake. Akasema wasihatik kabla shakamik, na mtu katika hali yake ya siha akwe ni mwenye kutumia siha yake vizuri kabla ya maradhi yake. Wa faragha kabla shughuli, na ile faragha yako ile uko free on time itumie vizuri kwa kutafutia akhera kabla hujapata mashughuli. Wa shababak kabla harani, na ujana wako utumie kabla uzee wako uingie. Sawa na mwisho Mtume akasema wa ghinaka kabla fatar, na wewe unatumia utajiri wako kabla ufakiri wako hujakupata. Umeona maneno haya? Nayapata. Hebu tuangalie, kila mtu amewekewa umri umekadiriwa. Mtu asijione kama ataishi milele. Kweli. Leo pengine ukaamua na jiandae na mauti ukasema mimi bado nipo mimi kijana. Ama mtu anakuambia mimi nakuombea kijana anza tukoko, tunaambia baba mimi nakuombea wewe Mwenyezi Mungu achukue roho yako ukiwa katika sijda. Usilaumu kwa sababu lazima utaondoka. Mwambie mimi msudi dua nzuri. Usione kama utaishi milele wewe. Kwa hiyo hayo madogo machache, mimi nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Sote ni wapita njia. Naam. Hilo ni jambo ambalo tufaa tujikumbushe kila kukicha, na jambo ambalo limenisaidia kuepukana na maovu, kuwa na hofu na Mwenyezi Mungu. Yani muogope Mwenyezi Mungu kweli. Na utamuogopa vipi baada ya kufahamu ukubwa wake? Kama basi hauoni, basi soma vitabu Qur'an, utafahamu ukubwa wake. 0727444454 Iqra FM. Hello. Iqra FM. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umar Khalfana manenane ama mwingine ni Madina hivi, nimesikia sauti yake. Ni Khamis Abdallah na Samir Hassan. Khamis Abdallah, mashallah. Nimependa kipindi mzuri sana. Unajua Madina tumezoeana na tangu zamani hivyo. Mzee Abdi wa Limuru tuseme. Okay. Sasa kuna jambo moja kidogo mimi Mzee Abdi na nimeuliza kidogo nyinyi. Ilikuwa mbeleni alafu kipindi mingi sana mashehe wetu ulikuwa kwa kipindi tunauliza maswali na Sheikh Babati na wengine. Nur Said ilikuwa kipindi kingine sema jibu bima ilmu yako mingi sana. Sasa tukizi sisikia hata moja, imekuaje mpaka hata dini haki yote hakuna. Lakini mimi ujue yote kama UDA na UDM na nani ya chunga yote kama hiyo, tunauliza tu mimi Mzee Abdi, mbona sikiki mzuri? Manake tunasikia mzuri sana, tunauliza mambo ya nika, mambo ya talaka, mambo ya hedhi, mambo ya nini na nini, tunauliza mambo mingi, lakini sisikiki. Lakini tunaulizeni, mimi meneja yenu ni Mzee Abdi ilikuwa nauliza hivi na hivi, si vibaya.
na alafu tupate tu majibu inshallah. Salimia Waislamu, narudia Waislamu wote nitawasalimia, mdogo na wakubwa, kina mama, kina baba kama mimi, wa vijana. Kwa hivyo tunaendelea kipindi ya Ikra kwanza, redio ya Ikra tumefunza mambo mengi sana. Kweli sana. Kwa hivyo ninaambia nyinyi na Madina na wewe, semeni Ikra oye. Haya, shukran. Anaitwa Mzee Abdi. Anauliza bila shaka kwa taarifa ama kwa faida ya msikilizaji ni kuwa tuko katika process ya kuboresha vipindi. Hakuna kipindi kimeondolewa, bali vipindi vimesitishwa kwa muda, alafu vitarudi kwa mpigo. Naam. Na ndio nilitangulia siku fulani nikisema habari za kuambiwa ni kama uji uliotokota. So tuwe waangalifu sana na hizi habari za kuambiwa. Naam. Abdallah, umepata hiyo? Naam, watu wawe waangalifu na habari za kuambiwa, yani mambo ya kuambiwa, maneno ya kuambiwa haya. Si maneno jamani, lakini nafikiri kama alivyoangazia mkuu wa masuala ya program mbalimbali hapa Ikra FM na mwingine Madina Idi, na ni mmoja wapo watu ambao wamejikita sana katika masuala haya media, ama ni mtu wa muda mrefu sana kwenye masuala media, na alhamdulillah tunashukuru ya kwamba amewaelekeza wasikilizaji kwamba vipindi havijatolewa, vimesitishwa kwa sababu zisizoepukika. Kwa hivyo kwa muda usiokuwa mrefu ama kwa muda ambao kwamba unakuja inshallah tutaweza kuvisikia hewani na mambo yatakuwa yanaendelea kama yalivyo bila shaka. Na kwa maelezo zaidi mtu anaweza fika Ikra, tutamueleza kwa utaratibu na ufaa. Dakika jamani za songa. Dakika moja tu. Pokea wa mwisho tukamilisha awamu. Ikra FM, hello. Assalamu alaikum Ikra. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ndugu Said kutoka Westlands. Naam ndugu Said. Kwanza mimi na wasalimu wasikilizaji wote, ndugu Waislamu na ndugu ambao si Waislamu wanasikiza Ikra, naambia assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna ndugu labda ule ndugu wa Limuru amezungumza kuhusu mambo ya vipindi, na huyu dada amesema wanapanga kuna vipindi zinapangwa sasa, lakini nawaambia kuna kipindi moja ambayo ni very important na mara nyingi inakujaga saa 8 saa 9 za usiku mwezi wa Ramadhani. Kiba inahusu kiba. Tafadhali katika ile mpango wanapanga saizi wakumbushe hiyo kiba. Ni vizuri sana sababu inazungumza vile Mwenyezi Mungu anataka sisi turudi kwa laini hiyo ya kutibu. Isiwekwe saa 8 saa 9 za usiku, labda wengine wamelala. Wajaribu waweke wakati mzuri ambao labda pengine pia tutasikiza na tupate kujua exactly what's happening. Shukran sana. Naam, bila shaka. Na unajua Ikra FM ni nyumbani kwa sote. Yote ambaye ana swali anaweza fika Ikra FM. Sasa tuko karibu, tuko hapa South Bay Masjid Huda. Fika tu ukiwa na maswali yote utapata jibu. Karibuni nyote, hapa ni nyumbani kwa sote. Shukran sana. Imekuwa ni tajamala njema, imekuwa ni Saada na Sudi hapa katika kipindi hiki cha Salamu Masal Khairi. Na tunatumai tumefaidika na mawili matatu ambayo kwamba tumeyasikia kutoka kwa vigogo wetu hawa wawili. Na inshallah ala kulli hali kesho pia Mungu akipenda tutaweza kupatana tena majali inshallah. Inshallah nasema kesho pia ni siku. Mimi sina mengi isipokuwa niwakumbushe tu msikilizaji ama niwakumbushe wote ya kwamba binadamu anapanga lakini shetani anapangua. Lakini vile tujua kama binadamu anapanga lakini Mungu ndo anaamua. Bila shaka mimi tu najihusia na nahusia wenzangu, jamani ishi vyema na kila mja. Haujui nani atakufaa wakati wa dhiki. Na tujitahidi sana, haswa wazee wawe na busara hali ya juu. Kwa sababu inasikitisha sana katika jamii zetu, kila kukicha wazee wenye busara wanapungua, alafu waliobakia sisemi kitu. Atuchagui kazi tubagui kazi. Kazi ni kazi. Hapa Jobu tukumbuka sisi ndio wavuvi wa samaki kwenye bahari ya tsunami. Kesho panapo majaliwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maasalam.